Ni hatari zaidi kuingia kwenye mahusiano na aina hii ya hawa watu watano. Usijaribu kabisa kufanya hivyo. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye bado ana majeraha ya moyo. Mtu ambaye amewahi kuumizwa na ameumizwa sana na hajapona kabisa. Huyu mtu usijaribu kuingia naye kwenye mahusiano, kwa sababu mtu yeyote ambaye amewahi kuumizwa na bado ana majeraha pia na yeye atakuumiza. Mtu wa pili ni mtu ambaye hajamalizana na ex wake. Yaani yule mtu ambaye haja move on. Alikuwa kwenye mahusiano ndio, lakini wakaachana. Walivyoachana ni kama hawajamalizana, it's like bado wanahusiana. Kiufupi, mtu ambaye bado ana mahusiano na mtu mwingine, hata kama sio ex wake, huyu mtu hakufai, usijaribu kuingia naye kwenye mahusiano. Mtu wa tatu ni mtu mwenye wivu kupitiliza. Wivu ni mzuri sana kwenye upendo, lakini unapopita kiasi unafanya kukosekane amani ndani ya mahusiano, kuwe na kifungo. Yaani kila utakachofanya ni wasiwasi, kila tabasamu utakaokuwa unalionyesha linatiliwa mashaka, unakuwa hauaminiki kwa sababu ya wivu uliopitiliza. Mtu wa nne ni mtu mbinafsi. Mtu anayejikita kwake mwenyewe, mtu anayejizingatia yeye mwenyewe. Yaani mahitaji yake ndiyo yanakuwa ya muhimu zaidi, lakini wewe unapohitaji, mahitaji yako yanakuwa si ya muhimu. Huyu mtu ni binafsi, huyu mtu ni mchoyo. Ni mtu ambaye hawezi kukutazama wewe, anajitazama yeye kwanza. Hamwezi mkajenga mahusiano sehemu yoyote ile kwenye ubinafsi. Ubinafsi ni sumu ya ustawi wa mahusiano. Na mtu wa tano, aliyeyakatia tamaa mahusiano. Mtu ambaye mahusiano anaona sio fungu lake. Mtu ambaye amejaribu sana mahusiano hapa na pale na yote amefeli, mpaka imefikia hatua amekata tamaa. Anasema kwamba mimi na mahusiano hapana, mimi na mahusiano siwezani nayo kabisa, ni bora nifanye kitu kingine. Halafu wewe unaenda kuingia nayo kwenye mahusiano. Mtu ambaye hana imani na mahusiano, hana imani na ndoa, hana imani na kutengeneza ushirika wa kudumu na mtu, huyo mtu hakufai mpaka siku ambapo fikra yake itabadilika.